uwezo wa kuanzisha familia. Lakini namba 7 imebeba utakaso. Tuliona kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 5 namna ambavyo Elisha anamwambia Naamani aende akajichovye Yordani mara 7. Kwa hiyo namba 7 ni namba ya utakaso, ni namba ya kurudiwa na kile ulichokipoteza. Na ndio maana alipoambiwa aende akajichovye Yordani mara 7, anasema nao utakuwa safi. Maanake ni namba ya utakatifu. Lakini ni namba ambayo inakutakasa wewe, inaondoa uchafu wote. Ni namba ambayo inathibitisha utakatifu wa Mungu. Ni namba ambayo inathibitisha ukuu wa Mungu. Lakini ni namba ambayo inarejesha ulichokipoteza kwenye mwili, ulichokipoteza kwenye maisha yako. Kwa hiyo namba 7 ni namba ya utakaso. Kwa hiyo unapoelekea kwenye nyumba ya ibada ya Mungu siku ya 7, hakikisha unamsihi Mungu kwa neema ya namba 7. Hakikisha unamwambia Mungu, nisaidie. Kama ambavyo siku ya 7 uliwaambia wana wa Israeli wazunguke ukuta wa Yeriko mara 7, nao utaanguka. Kwa hiyo 7 inaondoa vizuizi. Kwa hiyo kama kuna chochote kinakuzuia kwenye maisha yako, kama kuna chochote ambacho kimesimama kikuzuia muda mrefu, umekuwa ukiishia hapo hapo, umekuwa uongezeki, umekuwa ukui kiroho, umekuwa usimami sawa sawa, namba 7 ni namba inaangusha kila aina ya kuta. Ni namba inayobomoa vizuizi. Ni namba inaondoa vizuizi kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Kwa hiyo neema ya namba 7 ni namba ambayo inamleta Mungu kwenye maisha yako. Na ndio maana ni namba ambayo inataka ufuate maelekezo. Ni namba inayotaka ufuate mafundisho. Kuna watu wanamtaka Mungu awajibu. Kuna watu wanataka Mungu awatendee, lakini sio watii, lakini sio wanyenyekevu. Unapokosa utii na unyenyekevu, huwezi kukutana na majibu ya Mungu. Kwa kuwa majibu ya Mungu yanakutana na mtu aliye mtakatifu, aliye tayari kusikia, aliye tayari kunyenyekea, aliye tayari kutii. Na ndio maana Naamani aliambiwa akajichovya Yordani mara 7. Angekaidi asingepona. Angekaidi asingekutana na majibu yake. Angekaidi asingekutana na uponyaji wake. Nisikilize mtu wa Mungu uliyeketi hapo pembeni mwa redio yako, na wewe unanifuatilia kupitia simu yako, uliyeko ndani ya nchi na ulio ndani ya nchi na uliyoko nje ya nchi. Mungu anakwenda kukujibu haja ya moyo wako. Bwana akakujibu haja ya moyo wako siku ya leo. Bwana ayatakase maisha yako. Bwana aitakase ndoa yako. Bwana aitakase biashara yako. Bwana atakase familia yako. Bwana atakase maisha yako, akufanye kuwa mtu mpya katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Kila kilichopotea kikakurudie katika jina la Yesu. Na ndio maana nilisema namba 7 ni namba ambayo ilimrejeshea Naamani nyama ya mwili wake, ikawa kama nyama ya mtoto mchanga. Maana yake iliondoa muonekano wa kwanza. Namba 7 inaondoa muonekano wa kwanza. Yawezekana kuna watu walikuona jambazi. Yawezekana kuna watu walikuona mzinzi. Yawezekana kuna watu walikuwa wakukubali. Bwana akupe uso wa kibali katika jina la Yesu. Bwana akupe uso wa kibali katika jina la Yesu. Bwana kurejeshea nafasi mpya katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Anasema uso wa nyama yake ikawa kama nyama ya mtoto mchanga. Maana yake alirejeshewa siku mpya, alirejeshewa majira mapya, alirejeshewa wakati mpya. Kwa hiyo namba 7 ni namba inayorejesha wakati mpya. Ninakukaribisha kwenye ibada zetu tunazoendelea nazo kila Jumapili kuanzia saa 3:30. Njoo pale madhabahu ya Haki na Kweli Semtema. Njoo pale Semtema, barabara kuelekea Kesa Sekondari. Utakutana na Mungu aliye hai. Atarejesha majira yako yaliyoibiwa. Atakurejeshea wakati wako uliopotea. Atakurejeshea miaka yako iliyoliwa na madumadu na tunutu. Atakurejeshea kila ulichopoteza. Kama Naamani alirejeshewa nyama ya mwili wake, Bwana atakurejeshea uchumi wako. Bwana atakurejeshea mume wako. Bwana atakurejeshea watoto wako. Bwana atakurejeshea uzazi wako. Bwana atakurejeshea haja ya moyo wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa hiyo mtu wa Mungu, hakikisha unasimama sawa sawa. Hakikisha unatembea katika nafasi ya utii na unyenyekevu. Naamani angekosa utii, Naamani angeacha kutii, asingepona. Kuna watu wanahitaji mbaraka wa Mungu lakini wamekosa unyenyekevu. Kuna watu wanahitaji nguvu za Mungu lakini wamekosa unyenyekevu. Mungu haendeshwi, anatuendesha. Mungu hatawaliwi na mawazo yako, anatutawala. Mawazo yake yanatutawala sisi. Mawazo yake yanatuongoza sisi. Sisi hatumuongozi Mungu, ila Mungu ndiye anayetuongoza sisi. Kwa hiyo mtu
wa Mungu, popote ulipo, hakikisha unakubali kuendeshwa na Bwana. Haijalishi akili zako zinakataa, haijalishi fahamu zako zinakataa, lakini ninachotaka ujue usiku wa leo, Mungu ndiye anayetuendesha, wala hapana mwingine. Yeye ndiye atawalaye, yeye ndiye atawalaye, yeye ndiye ambaye yuko juu ya vyote. Awe juu ya maisha yako na uzao wako, awe juu ya uzazi wako katika jina la Yesu, awe juu ya watoto wako katika jina la Yesu, awe juu ya mume wako katika jina la Yesu, awe juu ya mchumba wako katika jina la Yesu. Neema ya Bwana ikurudie katika jina la Yesu. Kibali chako kikurudie katika jina la Yesu. Kibali cha ndoa kirudi kwako katika jina la Yesu. Inawezekana mume wako amekuwa akikutoa kasoro, yeye aliyesema anakupenda. Inawezekana umekuwa ukitolewa kasoro, yeye aliyesema ni wewe tu, lakini wakati huo amekuwa akikutoa kasoro. Bwana kurejeshea kibali chako cha kwanza. Bwana kurejeshea amani ya ndoa yako. Bwana kurejeshea amani ya familia yako. Bwana kurejesha upendo uliopotea katika jina la Yesu. Bwana kurejeshea kibali kilichopotea katika jina la Yesu Kristo. Bwana kurejeshea muonekano mpya kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Amen. Kwa hiyo nilisema namba 7 ni namba pia inayokinga. Nasema haraka haraka, utaiona hiyo kwenye kitabu kile cha Wafalme. Utaona namna ambavyo kwenye kitabu cha Danieli ile sura ya 3, mfalme akasema chochea tanuru ya moto mara 7. Walichochea tanuru ya moto mara 7 kuliko desturi yake. Kwa hiyo namba 7 hakujua ni namba inayoweza kuwakinga watumishi wa Mungu. Kwa hiyo namba 7 ni namba iliyobeba kinga yako. Namba 7 ni namba iliyobeba wokovu wako. Namba 7 ni namba iliyobeba kuinuliwa kwako. Maandiko yanasema Shadraka, Meshaki na Abednego walikuzwa kwenye wilaya ya Babeli. Walikuzwa kwenye wilaya ya Babeli. Mtu wa Mungu, sikia ninapokueleza usiku wa leo. Sogea siku ya 7 kwenye ibada zetu. Bwana atakwenda kukuinua. Bwana atakupandisha. Bwana atakuinua katika jina la Yesu. Bwana atakuinua katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Tunapatikana Semtema, jirani na Kiesa Sekondari, barabara kuelekea Kiesa Sekondari. Tunakukaribisha sana baba, tunakukaribisha sana mama, maana Mungu atakwenda kukuinua kwa kiwango ambacho hukutarajia. Shadraka na Meshaki na Abednego walitoka kwenye tanuru ya moto. Yawezekana wewe umewekwa kwenye ugonjwa. Yawezekana umeingizwa kwenye sukari. Yawezekana umeingizwa kwenye tanuru la kansa. Yawezekana umeingizwa kwenye tanuru la malaria. Inawezekana umeingizwa kwenye tanuru la HIV. Yawezekana umeingizwa kwenye tanuru la magonjwa yasiyotibika. Bwana atakwenda kukutoa. Kama ambavyo mfalme akutarajia Shadraka, Meshaki na Abednego kutoka kwenye tanuru ya moto. Ugonjwa utatoka ndani ya huo ugonjwa. Na utatoka ndani ya huo maskini. Utatoka ndani ya hiyo laana. Utatoka ndani ya huo uharibifu. Pokea neema hiyo kwa jina la Yesu. Pokea neema kutakaswa kwa jina la Yesu. Pokea kibali kwa jina la Yesu. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Pokea kuinuliwa kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Amen. Neema ya Bwana iwe juu yako wewe unanisikiliza. Amen. Nilikwambia leo nitaanza somo jipya.